Naitwa Emmanuel Jonathan Mwakabalila na ndiye mchungaji wa ushirika wa Mkonze. Na kipekee ni waalike vijana mbalimbali kutoka shirika mbalimbali ambao tumekusudia kuwa na tamasha la uimbaji tarehe 12 ya mwezi wa 4, ambapo tutakuwa na kwaya mbalimbali kwa ajili ya kupendezesha hilo tamasha. Ama hili tamasha hilo lisipoe, ziko kwaya mbalimbali zimealikwa kutoka shirika mbalimbali. Na yote hiyo limemkusudia kijana, kwamba vijana ndio nguzo ya kanisa. Na kwa sababu shetani pamoja na Mungu wanafanya vita. Shetani hana shida na watu wazee. Pia hana shida na watu wa rika nyingine ile ndogo. Mara nyingi anahangaika na vijana ambao ndio wanatengeneza hatima ya uzee wao. Kwa mahali ambapo wanakamatwa ni mahali pa ujana. Na kwa nini kijana anatafuta? Kwa sababu ni kijana ndiye mwenye nguvu. Maandiko yanasema vijana ni wenye nguvu. Hakuna anayependa kitu kidhaifu. Kwa hata ufalme wa Mungu unahitaji vijana wenye nguvu. Na hata katika kusifu na kuabudu pamoja na kuimba, bado Mungu anatamani watumike watu ambao ni vijana, ili kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Zaidi ya hayo ni kwamba vijana wengi wametumika kutokana na teknolojia na maisha tulionayo ya kisasa. Wamegeukia kwenye mitandao. Baada ya kushinda kwenye mitandao ama kwenye kasino ama kwenye kubeti na maeneo mengine, basi waje madhabahuni wapokee nguvu za uponyaji. Yaani neno la Mungu walisikia, na baada hapo watafunguliwa. Tutakuwa na tamasha la kusifu na kuabudu ambalo litaambatanishwa na nguvu za Mungu. Tulitamani kupata watu ambao wanajihisi kabisa kwamba imeshindikana kuponywa kwa habari ya magonjwa. Kuna watu wana shida mbalimbali, na juzi limeibuka jambo kubwa kidogo ambao limekuwa zito, linatikisa sehemu mbalimbali. Watu wanapoteza nyeti zao za kiume. Tunaamini ziko nguvu za ibilisi zinazowinda maisha ya watu. Ni upepo ambao kiukweli na sisi wenyewe kama Moravian ya Mkonze tumekusudia kabisa kwamba ni lazima kila mmoja wapo atembee na nguvu za Mungu haswa. Kama hiyo nguvu ipo ambao ni inatumika kufanya watu wapoteze nyeti zao, tunaamini kabisa yuko Mungu ambaye ana uwezo wa kufanya mambo makubwa ambayo mtu hawezi kufanya vitu vya ajabu kama hivyo. Ninawakaribisha wakazi wote wa mji wa Mkonze pamoja na jiji la Dodoma kushiriki kwenye ibada ya kusifu na kuabudu itakayofanyika tarehe 12 mwezi wa 4 2026 katika ukumbi wa kanisa la Moravian hapa Mkonze. Ninawakaribisha wote kwa sababu sifa huwa zinavuta uwepo wa Bwana, lakini pia kwenye sifa tunafunguliwa na kuponywa. Tunakaa karibu na Mungu. Niwakaribishe wote ili siku hiyo walio kwenye vifungo vya namna mbalimbali wakapate kufunguliwa. Siku ya Jumapili tarehe 12 mwezi wa 4 tuna ibada kubwa ya kusifu na kuabudu itakayoanza saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Tunawakaribisha watu wote. Tutakuwa na kwaya mbalimbali na timu mbalimbali za kusifu na kuabudu ambazo tutakuwa nazo mahali hapa. Niwakaribisha watu wote katika ibada hiyo. Mungu awabariki. Tunawakaribisha vijana wote kwenye siku hiyo ya kusifu na kuabudu, kwa sababu siku hiyo tutaweza kumwabudu Mungu pamoja na kuomba, na itasababisha kukuza imani yetu katika kumwabudu Mungu. Karibu sana uliopo Dodoma, mazingira haya yoyote uliopo Dodoma, Kisasa, Mkuhungu, tunawakaribisha sana. Kwa neema ya Mungu tunamshukuru Mungu kwa kibali chake, ametupa nafasi ya kuandaa ibada ya kusifu na kuabudu itakayofanyika tarehe 12 mwezi wa 4 2026 kanisa la Moravian Mkonze. Tunakualika uliye binti, uliye kijana, uliye mama, uliye mzee, uliye mtoto, tujumuike pamoja nasi katika hii ibada ya kusifu na kuabudu. Kwaya mbalimbali zitakuwepo kutoka makanisa mbalimbali na vikundi mbalimbali vya kusifu na kuabudu, na waimbaji binafsi tutakuwepo, nikiwepo mimi Grace Kabendu, wakiwepo wengine. Tutakuwa pamoja tukimsifu Mungu, lakini tunao mstari tunaotembea nao katika Yoshua sura ya 1 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, "Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope, maana mimi Mungu niko pamoja na wewe."